wewe ndio una haki ya kumpiga mwanangu? Na kuuliza wewe teacher, wewe ni baba wa mtoto mpaka unampiga? Na kuuliza swali, wewe ndio ulionipa ujauzito wa huyu mtoto mpaka unampiga? Unaanzaje kumpiga binti yangu? Mama tulia basi. Nikueleze sababu ile nipelekea mimi nikamwadhibu mtoto wako. Huwezi kuniambia chochote kwa sababu hauna uwezo wa kufanya jambo akatokea mtoto kama huyu. We mama, hebu tulia basi. Tena wewe ndio usiongee. Kaa kimya. Wewe utaniambia nini? Una nini cha kuniambia wewe? Endapo ungempatia mtoto hata mara moja, angekuwa na uchungu asingemgusa mwanangu. Hivi wewe umewahi kumisi period? Alafu unaniambia calm down, calm down. Pumbavu. Mama, tulia afu naomba uondoke. Ili ni onyo. Nakwambiaje tena? Isije kajirudia tena. Zaa mtoto wako ndio mpige, sio mtoto wangu hata kama amekosea. Ndio maana familia yenu ina laana. Mmelaanika nyie. Hakuna hata mmoja mwenye uwezo wa kuzaa mtoto kwenye familia yenu. Chibo, mambo yako vizuri kweli? Niambie. Hivi, ulimsikia yule mwanamke kile alichokizungumza? Ndiyo nilimsikia. Na hata Mwenyezi Mungu alimsikia pia. Swala kubwa ni mtoto. Sisi sote tunahitaji. Lakini hii nafasi haijaweza kutokea. Naamini Mungu hajatusahau katika hili. Ipo siku atafanya jambo. Twende ndani kwanza. Mume wangu, kuna chochote nimekifanya ambacho kinakukera? Kama kweli nimekosea, niambie. Mimi sijapenda jinsi unavyonifanyia. Haujanikera kwa chochote. Sasa kama sijakukera, kwa nini unaninyanyasa? Hivi wewe, ni mwanaume gani ambaye yuko kwenye hali kama ya kwangu mimi anaweza kufurahia maisha yake? Lakini nishakwambia, kila kitu kitakuwa sawa. Wakati wa Mungu ukifika, atatupatia mtoto wetu. Wewe, tafadhali. Naomba uniache nilale. Chonde, naomba niache nilale. Usinichokonoe. Usinichokonoe. Shenzi wewe. Niache nilale.
kupakia rangi hiki kiatu? Sikiza nikwambie. Kama unataka kiblash, kiblash. Kama hutaki hacha. Tayari nishaandaa kifungua kinywa. Mbona ondoka bila kula? Nimesema hivi, sitaki kunywa chai ambayo umeiandaa wewe. Mbona unielewi? Mwanamke mwenye hali kama yako anahitaji atumie maamuzi magumu ya ndani. Ni maamuzi gani unayosema wewe? Huwezi kunielewa kwa sasa. Kivipi? Zungumza na mumeo kwa busara. Kununa hakutasababisha ujauzito. Cha msingi mkae chini mjue nini cha kufanya ili mambo mengine yaende. Nampenda sana mume wangu na sitaki nimpoteze. Sasa hapo ndo unatakiwa utumie kichwa chako. Mwalimu wa nidhamu huyo, mwalimu wa nidhamu, mwalimu wa nidhamu huyo, mwalimu wa nidhamu, mwalimu wa nidhamu huyo, mwalimu wa nidhamu. Siku njema huonekana asubuhi, lakini kwa mwalimu iko hivyo. Kila siku marumbano, matatizo, zogo ndani ya nyumba haziishi. Amani yoyoyo, amani nyumbani nako hakuna amani, kazini nako hakuna amani. Mwalimu wa nidhamu. Yaani nimechoka. Siwezi kuishi huku na mwogopa mume wangu ndani ya nyumba. Mimi naona kuna kitu ukifanya haya yote yataisha. Niambie Biko, kitu gani hicho? Natamani kuishi kwa amani na mume wangu. Inabidi utembee na mwanaume mwingine. Sijakuelewa, unasemaje? Lala na mwanaume mwingine ili uweze kupata ujauzito. Yaani lala na mwanaume mwingine? Ndiyo. We, haiwezekani. Siwezi nikafanya hivyo. Ili litasababisha kuwa mwanamke mzuri ndani ya nyumba. Watu wengi wanafanya hivyo. Nikwambie shoga yangu, fanya hivyo. Tena kuna uwezekano mumeo hana uwezo wa kuzalisha. Mtumie mwanaume mwingine kama una uhakika una uwezo wa kuzaa. Mimi siwezi kufanya hivyo. Sio kama nakulazimisha. Wewe ndo mwenye kuamua. Sasa wewe subiri mume wako atakapokuletea wanawake wengine, hapo ndo utakapochanganyikiwa zaidi.
Nini kimetokea? Nimemkuta mume wangu barabarani, kasimama na mwanamke. Nimemshuhudia mimi mwenyewe. Mimi nilikwambia. Sasa ni bora uchukue hatua haraka kabla hujachelewa. Mungu wangu. Bado unauliza nini cha kufanya? Au unataka ndoa iishe? Habari yako? Nzuri. Vipi mume wako? Ni mzima, lakini ameelekea kazini. Unaonekana uko vizuri. Asante. Samahani kidogo. Unaweza ukaja nyumbani leo? Natumaini hakuna tatizo. Ndio, hakuna tatizo. Kuna kitu nataka kujadiliana na wewe. Sasa ngoja niende nyumbani kwanza nikaweke mambo sawa. Halafu nitakuja. Sawa basi. Hakuna shida. Hivi unajisikia unachokiongea kweli? Unajua kabisa mume wako ni rafiki yangu. Najua. Lakini naomba unisaidie. Itakuwa ni siri yetu. Hili ni tatizo ujue. Natambua. Naomba unisaidie tafadhali. Na naamini kabisa unaweza kanisaidia. Na mimi nitakuwepo hapa kesho. Pindi mume wangu atakapokuwa ameondoka. Kesho? Ndiyo. Nitakusubiri tafadhali. Basi sawa. Hakuna shida. Mwalimu wa nidhamu huyo, mwalimu wa nidhamu, mwalimu wa nidhamu huyo, mwalimu wa nidhamu, mwalimu wa nidhamu huyo, mwalimu wa nidhamu. Siku njema huonekana asubuhi, lakini kwa mwalimu iko hivyo. Kila siku marumbano, matatizo, zogo ndani ya nyumba haziishi. Amani yoyoyo, amani. Nyumbani nako hakuna amani, kazini nako hakuna amani. Mwalimu wa